Hallelujah. The Lord has brought us His evidence in our lives. We thank God for Him being our God. May you guide these men and women in the ways of righteousness for your name's sake. Father, we thank you. May the heavens above this place be open. May we operate under open heavens. May the heavens back what you are doing today to the glory and honor of your name. Again, we say we decrease that you may increase in this place. That, Lord, you may take charge, take control. This is not our meeting. It is your meeting. We are all your subjects. We are all your... I believe you can say a good amen. I believe you can appreciate the Lord with all that you have. In Jesus' name, yes. He is sharp, he's right. He is God alone. We thank you, Jesus. Appreciate the praise and worship. God bless you. Praise and worship for a beautiful session. We thank you, Jesus. Why don't you wave to somebody? Just look, let somebody know that He's here, He's appreciated. Glory, 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 glory. Appreciate somebody in the house of God. Let somebody feel like in the name of Jesus. Glory. We worship you, Lord. We give you glory, we give you honor. Again, let's see Jesus and put hands up. He's alive. Jesus is alive. Amen. Amen. Wow. You may kindly have your seat in the presence of the Almighty God. I want you to feel appreciated, feel that you are very much honored in this place. This is St. Winners Community Church, where everyone counts, where everyone matters, where everyone is worthy. Bwana asifiwe. Kila mmoja wenu ni wa maana. Haijalishi jinsi unakaa, ibadilisha unaonekana hapo umeheshimiwa. Wewe ni mheshimiwa mahali hapa. Umechukuliwa kwa hali ya kidhamana sana. Usijidharau, usijione kana kwamba umeingia mahali hapafaa, umeingia mahali panafaa kabisa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo feel ya kwamba uko katika mahali panatakikana. Amen. Mimi wako utujuani, maybe inaitwa Reverend Amon wa Mutenganga. Nashukuru Mungu kuwa mahali hapa sio kawaida. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo sio kawaida kuwa mahali hapa. Unajua miezi 5-4 tumekuwa hivi ya kanisa na Bwana amekuwa mwaminifu kwetu. Amen. Ndio maana tunaimba Ebeneza. Ubali huu ametufikisha ni yeye. Amen. Amen. Karibisha wale ambao wanatuangalia katika runinga zenu, katika simu zenu, mahali popote unapotuangalia. Karibu katika kanisa la St. Winners Community Church, where everyone counts, where everyone matters, where everyone is worthy. May you feel appreciated, feel honored, feel welcome. And I believe what the grace that is happening and what is happening here is also happening from where you are. Today I want to speak on a message entitled Beatitude. Beatitude. Heri. The heri. Unajua kuna kwa Kiswahili wanasema ni heri. Lakini kwa Kiingereza ni the beatitude. Ni ile tunasema mwanadamu ana tabia zake. Mtu yoyote amezaliwa chini ya jua, kuna katabia, kuna zile tabia ambazo tunachukua, kuna zile hali tunakuwa nazo. Unajua watu kwa hali na tabia zao. Naweza kuwa hapa kuna watu kama John wa 6, lakini kuna John wa tabia fulani ama John wa aina fulani, kwa sababu lazima tupambanue na tuweze kujua ni John mgani unaongelea. Kwa hivyo unakuta tutamwangalia ama tutamsema ama tutamtaja kulingana na tabia yake. Kwa hivyo hii kusema beatitude ni kama kusema tabia. Na hapa tunataka kuongelea juu ya tabia ya Mkristo, ama ile hali ya Mkristo kuishi chini ya jua. Anapaswa kukaa namna gani Mkristo wakati tunasema wewe ni Mkristo? Haya mambo tutakwenda kuzungumzia haya hapa. Ndio unafaa kuweka katika mizani ya maisha yako, uweke katika weight, tuangalie niko wapi.
wakati mambo haya yanatukia, kwa sababu ni mambo magumu mazito ambayo naambiwa ni heri. Ni heri mambo magumu, naambiwa kama ni heri wanaoomboleza. Kweli kuomboleza ni heri? Sijui kama nalishika vile na maanisha. Kuomboleza ni heri? Kuomboleza si heri. Kuomboleza ni kitu cha kuchukiza, ni kitu cha kuvunja moyo, ni kitu cha kukandamiza mtu. Lakini Biblia inasema ni heri wanaoomboleza, kwa maana nao watafarijiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tuelewe ya kwamba kuna lugha na kuna tabia ya Mkristo. Yaani Mungu anataka kuonyesha katika hali yoyote ile unaweza kuwa na ile hali ya utulivu na kuwa katika ukakamavu wako, unajua mahali unakwenda. Yaani you know where you're going, you know who you are, and you are not moved by circumstances around you. That is the meaning of what you are going to be teaching today. So these are the beatitude. We can also, these are the attitude of a Christian. Hii ndio vile tabia ya Mkristo. Hii ndio tabia ya Mkristo. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo, mlango wake ni 5, kuanzia mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa 12. Matthew chapter number 5, verse number 1 to verse number 12. That's where we are going to be getting our message from. The Bible says, if you're there, say amen. Amen. If you're there, say amen. Amen. Okay. If you're there not yet, say, please wait. Kuna mtu anasema ngojea. Sawa sawa. Wacha tuanze. And seeing the multitude, he went up on a mountain, and when he had seated his disciples, came, then he opened his mouth and taught them, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Number 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Number 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Number 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Number 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Verse 10. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 11. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Verse 12. Rejoice and be exceedingly glad, not just glad, exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets and who were before you. Father, we thank you for the reading of your word. Open our ears of understanding, that we may behold wondrous things from your law. May your word become sweet, like honey. May it be sweet to our taste. May it be nourishing to our spirits. May it bring revelation and understanding to the sick. In Jesus' name we pray, and the church say, Amen. Amen. The word blessed, as it carries its meaning in the times of Jesus' teaching, goes beyond just having a happy feeling or emotion. The word blessed goes beyond just feeling happy and feeling, emotionally happy or feeling that kind of excitement. When you hear people say, I'm blessed, most of the time it is because of what we possess, because of what we have, of what we have achieved. This is what makes us blessed. This is what makes us feel good and makes us happy. But today I want to bring to you another dimension of being blessed. And this blessedness cannot be understood for someone who has not known Jesus as his Lord and Savior. I can literally say these are the benefits of this. This is one of the benefits of a Christian, because most of those who do not know the Lord, if they get to this situation, some of them they break and they are no more.
But to us as Christians, the Bible tells us we can literally thrive on challenges in our lives and call those challenges very good. We can look at those challenges and we say, these challenges are making me better rather than making me bitter. The world is made bitter by challenges and situations. But as for us Christians, we need to know that challenges should make us better, not bitter. Amen. Praise the name of Jesus. It involves confidence and inner assurance of something beyond what the world offers. This is what blessed means. It means it involves confidence and inner assurance of something beyond what the world can offer. There are things the world cannot offer to you. You see, the Bible says in the book of Job chapter number 28 and verse number 12, he says, where can wisdom be found? And where is the place of understanding? Ni wapi tunaweza kupata hekima? Na ni wapi mahali pa kuelewa? Yani ninaweza toa hizi vitu za dhamana wapi? Ninaweza toa hii hekima wapi? Anauliza katika Job 28 verse 12. Alafu anauliza mambo mengi. Anakwenda mahali anauliza, kuna mtu ameshikia mambo ya hekima? Anajua mahali hekima inaweza mpaka wengine anakuambia nimesikia tu habari yake lakini sijaiona. Bwana asifiwe. I wish we can have time and go and read Job 28 powerful statements that are there. Bwana asifiwe. Anauliza sasa, anaenda anauliza ndege wa angani, mmeona hekima, mmeona kuelewa? Anasema hiyo haiko. In fact, in the place it says it is not found in the land of the living. Hekima haipatikani katika nchi ya walio hai. Haipatikani. Utatafuta hautapata. Ndio maana wakati Sulemani alipatwa na hii mwito wa kuongoza nchi, alimwomba Mungu ampe hekima, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo mlango wake ni wa kwanza mstari wake ni wa 5, kwamba yoyote ambaye hana hekima aulize. Let him ask. He who lacks wisdom, let him ask. We don't go to school to look for wisdom. Wisdom is not found in school. What you'll find in school is intelligent. You become so intelligent, clever. Yeah? That is what you become. But wisdom is not found in school. Wisdom is found in God alone. In Job 28 says this. After looking everywhere, alienda akapata hekima. Akasema, kumcha Mungu, hiyo ndio hekima. Bwana asifiwe. The fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil, that is understanding. If you want to be a man of understanding, just depart from evil. You'll be a man of understanding. Bwana asifiwe. I wonder that's why when you live the wicked life you used to live, most of your colleagues, most of your friends, they ask, no, may change. Amen. Yes, people uko tofauti. That is what they are. Kwa sababu the moment you depart from evil, understanding comes. You don't go to school to get understanding. Understanding comes when you depart from evil. Wisdom comes when you have the fear of God. The Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Psalms 110, I think verse 11. Not sure, but you can check there. What else if you can get wisdom there. You need to find these things. They are all over. Hallelujah. So we need to understand that they are found in the land of the living. You cannot find them in the land of the living. And this is what I'm calling the blessed. The true blessings are not found in the land of the living. They are only found in God. How can you talk about mourning and the Bible says you are blessed? It's only God who can make that a blessing. Nothing else can cause a mourning to turn into a blessing. It's only God. This blessedness, this is an inner joy that springs from the deep-seated truth that God is our joy, God is our hope, God is our salvation. Hii ni ukweli ambao uko ndani kilindini cha moyo wako, ambaye inaonyesha kwamba Mungu ndio furaha yangu.
Mungu ndio tumaini langu na Mungu ndio wokovu wangu. Hiyo ndio baraka ambayo unafaa kuwa nayo. Ya kwamba wewe unatosheleka tu katika Bwana. Hautosheleki katika Bwana. Hiyo ndio attitude ya blessed person. Listen to this. Our blessedness depends on a heavenly source that is eternal in all of its ways, and we trust to have our best interest at heart rather than a worldly or earthly source that can change at any moment. Yani kutosheleka kwetu, kubarikiwa kwetu kunatokana na mambo ya utaua, mambo ya mbinguni, kwa sababu mambo ya mbinguni haibadiliki. Ndio Bwana akasema katika kitabu cha Mathayo mlango wake ni wa 6 mstari wa 19, anasema msiweke lazima zenu ama treasure zenu hapa chini ya jua, ambapo kuna kutu, hapa kuna wezi wanaweza kuvunja wakaiba ile treasure yako. Lakini anasema mweke treasure yenu mahali waizi hawezi kuvunja, mahali kutu haiwezi kufikia. Alafu inasema mahali treasure yako iko, hapo ndipo moyo wako upo. Sasa imagine umeweka treasure mahali waizi wanaweza iba. Kwa hivyo ile treasure ikiibiwa, imeibiwa mpaka na moyo wako. Na ndio unaona watu wengi, kuna vitu wakipoteza, sio kitu wamepoteza, ni moyo umepotea. Kwa sababu waliweka moyo wao ndani ya hiyo jambo. Waliweka mioyo yao, wakashikanisha na hilo jambo, likashikanika. Sasa wakati unapoteza hili jambo, linakuwa la kukuvunja moyo kiasi ya kwamba unabaki bila moyo. Ndio unakuta watu wanachukua maisha yao. Ndio unakuta watu wanatoa uhai. Kwa nini? Kwa sababu mtu ametoa uhai wake, kwa sababu aliweka tumaini lake kwa vitu ambazo ni za muda. Nataka kukufundisha juu ya the beatitude. Yesu Kristo akakaa malimani, akakaa pale, wanafunzi wake wakakuja, wakakaa kitako, akafungua kinywa, akaanza kuwafunza. Akasema namba 1, blessed are the poor in spirit. Tuanzie pale. Blessed are the poor in spirit. That is in Matthew chapter 5 verse 3. For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor in spirit. Wakati tunasema ni mtu ni poor in spirit, remember, it is blessed are the poor. It doesn't mean the poor lack of possessions, lack of material. They are material, but they are very poor. Someone told me, and I believe this is true, that if all that you have is money, then you are very poor. Let me repeat that again. If all that you have is money, then you are very poor. If all that you have is money, you are very poor. You need to understand money is not blessedness. Can be a blessing, but it is not the totality of blessing. Possessions are not blessings. Possessions, world possession, things are not possessions, are not blessedness. If you want to know the true riches, get into this book called the Bible. You'll find the true riches. Let me paint for you a true blessed man. There was this man called Jacob. All of you know Jacob, you know. He had a twin brother called Esau. And Esau was the firstborn. We know the story. Wakati alikuwa na njaa karibu afa, anasema alikuwa karibu kufa. Akaangalia njaa, na huyu Yakobo ametengeneza kitoweo kisafi, kinanukia vizuri cha ndengu. Wengine wameuza birthright zao because ya ndengu. Ndengu imenukia vizuri, akauliza hii birthright inanisaidia na nini sasa na kufa na njaa? Wewe chukua hiyo birthright, nipe chakula tukule. Na Biblia inasema alikula na hakujua ni nini amefanya. Akala hiyo ndengu ambayo ilikuwa ni ashibe kwa siku moja, ama alikaa ameshiba miaka yake yote. Baada ya kula ndengu, hakuwahi sikia njaa tena. That is what we do. Tunaangalia baraka za dunia ambazo zinakuja kwa dakika, kwa nukta, kwa sekundi. Mara leo uko na utajiri, kesho wewe ni maskini fukara. Kwa sababu tajiri ya dunia hii si ya milele. Ubaraka tunaziita za dunia hii ni za kudumu. Ni baraka ambazo wakati wote zina na mabawa na ziondoke. Zianza pata mabawa na zikuondoke. Kwa hivyo lazima tuweze kudefine blessed ni nini. Wakati tunasema blessed,
this man is blessed. What do we talk about? When the Bible says you are blessed, what the Bible say? What does the Bible mean? Now, Esau alipokuwa amefanya hivi akaenda kasahau, siku moja ilifika wakati wa kupambanua sasa. Na baba yake akamwambia, mtoto wangu ambaye napenda sana Esau, naona siku zangu za kukaa chini ya jua zimekaribia. Na naondoka maybe very soon. Na singetaka niondoke, nina jambo ningelitaka kusemezana na wewe. Kwa hiyo kabla sijaondoka, andalie kitoweo kizuri. Kwa hiyo Esau si mara moja alimpikia babake. Babake alijua vile Esau alikuwa anapika. Alijua upishi wa Esau na akamwambia, nenda unitengenezee kitoweo kama unajua mimi napendezwa. Esau huyo akakimbia kwenda kuanza kuinda. Lakini mamake ambaye Rebeka alikuwa ameketi pale na akasikia mambo jinsi yalivyo. Aliposikia huyu jamaa ambaye ndiye akatafuta kitoweo, akajua hii baraka yake. Huyu jamaa anakaa kama mawimbi ambaye hayatulii. Huyu si mtu wa kuachia baraka. Kasema too serious. Na akamwambia Jacob, unajua nini? Babako ABCD na nataka uende upokee hiyo baraka badala ya ndugu yako. Kumbuka mimi ni kijana ambao skini yangu ni nyororo na ndugu yangu anaye na manyoya. Akamwambia la, na sauti yangu kaambia najua vile tafanya. Fanya vile nitakavyo. Akasema badala ya kupata baraka nitapata laana mama. Akasema wacha hiyo laana hiyo juu yangu, lakini fanya vile mimi nitakwambia. Mama akamwambia jiandae, katengeneza kitoweo. Kabla Esau hajafika, kitoweo kimeiva. Yakobo akatengeneza jinsi alivyotengenezwa. Mara ghafla tu baba akashangaa. Kashangaa, ni nani tena huyu anakuja? Akasema mwanangu, si wewe umekuwa hapa sasa hivi? Akasema baba ndio naingia sasa. Akaambia la, umekuwa mahali hapa na nimekubali. Baba utanibariki, mimi ndio naingia sasa. Basi ni nani huyu ambaye amekuja? Sababu mimi ndio ndugu yako ambaye ameniibia mara pili sasa. Ameniibia. Nataka nikuulize ambayo wewe unajua kutafsiri. Kati ya Esau na Yakobo nani alikuwa anamuibia mwingine? Esau. Kati ya Esau na Yakobo ni nani alikuwa anamuibia mwingine? Tusemezane. Na usiogope kujibu, hili kanisa ni kama shule. Nani alikuwa anaibia mwingine? Nisikie. Esau. Sijakuuliza wewe mkono. Kama unajua wachagua kitamleta. Haya, niinua mkono tuseme. Esau. Ni Esau. Kwa nini? Kwa sababu aliuza. Kwa sababu aliuza. Unauza tena unataka kwenda kuipokea namna gani? Bwana asifiwe. Wewe ulizarau, wewe ulichukia, wewe uliona si kitu. Sasa unataka tena wakati sasa tunaleta mambo mazuri. Sasa unataka kukimbilia useme ni yangu, mimi ndio mzaliwa wa kwanza. La, Mungu alikuwa mbinguni hadiakiwi. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 7 inasema hivi ya kwamba Bwana hadiakiwi. Usidanganyike, Mungu hadiakiwi, hadanganyiki. Anachokipanda mtu ndicho atakachokivuna. Anachopanda katika mwili ndicho atakachovuna uharibifu, na anayepanda katika roho atavuna uzima wa milele. Esau alijaribu kumuibia Yakobo. Najua watu wengi tumekuwa tukisema ni Yakobo amekuwa akijaribu kumuibia Esau, kwa sababu wewe unaangalia na macho ya kidunia, unaangalia na macho ambayo ni ya dunia hii. Lakini kumbuka kulikuwa na transaction. Go and read that transaction between Esau na Yakobo wakati walikuwa wanaongea juu ya chakula. Yakobo akamwambia, lakini mimi nataka unipatie uzao wako wa kwanza. Akamwambia, itanisaidia na nini? Inakufa sasa hivi. Inanisaidia na chukua. Akasema la, lazima uswe. Lazima uswe ya kwamba umeniachia uzao wako wa kwanza. Akaswea. Amempatia uzao wako wa kwanza. Kwa hivyo hiyo ushahidi ambaye alikuwa hapo ni Mungu. Na akaona kweli huyu Yakobo amepata haki kwa haki hii uzao wake wa kwanza wa Esau. Kwa hivyo Esau alikuwa anajaribu kuibia Yakobo. Lakini Mungu ni nani? Mungu hadanganyiki. Wanadamu wanaweza kudanganyika. Na tumedanganyika kwa siku mingi kufikiri Yakobo amekuwa mwizi. Hakuwa mwizi. Mwizi ni Esau. Sababu alizarau uzalio wake wa kwanza. Bwana asifiwe. Na akampatia Yakobo. Tena nataka kurudia. Biblia inasema aliomba kwa majonzi, kwa kishindo. Babake akamwambia, nimempa baraka zote. Na hakuna hata moja nimebaki nayo. Ile nimebaki nayo ni kwamba wewe utakuwa mtumishi wake. Na wakati utakapochoka, utavunja ile nira na utakuwa huru. Bwana asifiwe.
Na kwa hivyo amepewa kazi ya kung'ang'ana na ndugu yake. Na siku ile atachoka na ile mwila aivunje, ndio atakuwa huru. Lakini kwa sababu alizarau uzalio wake wa kwanza, alipuuza uzalio wake wa kwanza, aliona hauna faida uzalio wake wa kwanza, na Mungu akachukua hiyo baraka akampa Esau, akampa Yakobo. Sijamaliza. Sasa Yakobo amebarikiwa, Esau amegandamika, amekasirika, ameapa ndugu yangu huyu, bababu tu akilala naye analala naye. Namaliza. Babake akasikia ndugu yake ameapa ya kwamba wakati baba atakapoondoka nami nitamuondosha ndugu yangu Yakobo. Mamake akamwita Yakobo akamwambia, unajua nini? Ndugu yako amekasirika kiasi, ameapa kwamba atakumaliza. Sasa ndiposa nisikuwe na msiba mara mbili, nataka ukimbie kwa ndugu yangu. Kule Haruni kuna ndugu yangu kule ambayo mtakaa naye anaitwa Labani, kabla asira ndugu yako ijarudi chini. Mama yake akakwenda kaongea na babake, akamwambia vile kumetokea hapa ni kuna shida. Kwa hivyo nataka umruhusu mtoto wangu na mtoto wako Yakobo aenende katika nchi ya mbali. Na babake akamuita sasa, akambariki akijua sasa ni Yakobo. Najua alimbariki mara mbili. Alimbariki ile wizi ile ya chini ya maji, lakini sasa anambariki nafikiri Mungu alimfunulia ni huyu wa baraka, huyu mwingine wachana naye. Tupilia mbali. Bariki huyu vizuri. Akambariki na akamwambia, sitaki ukaoe katika nchi hii tulio, lakini ile ukaoe katika nchi ya baba yangu. Huko Haruni, huko utapata mke. Kaenda. Biblia inasema alipotoka, alitoka na mali nyingi, magari na mashamba. Amebeba. Alikuwa anatafuta jeshi ya kumsaidia. Ndivyo hivyo. Tuongee kama msoma Biblia. Alitoka na mashamba, na magari, na mafarasi, na mapunda mingi. Wametoka, amebarikiwa. Huyu mbarikiwa ametoka kwa babake Isaka, anakwenda kwa ndugu ya mama yake ambao ni mjomba wake Labani. Alibeba toka hivi. Biblia inasema alitoka kwa fimbo yake pekee, lakini amebarikiwa. Haleluya. Alitoka tu na fimbo. Fimbo tu ndio alitoka naye. Ile wachungaji walikuwa wanakwenda naye wakitembea ikiwasaidia katika mambo mengi. Hiyo fimbo ndio alitoka nao peke yake, lakini alitoka amebarikiwa. Hakuwa na jingine chochote. Biblia inasema alikwenda mahali akachelewa usiku, akaona afanye nini? Akasema talala mahali kwa kichaka. Na alipolala pale akachukua pillowcase yake ilikuwa jiwe. Na akaweka jiwe lake pale na akalala. Alipokuwa amelala, Biblia inasema kukatokea na maono ya ajabu. Malaika walikuwa wakipanda. Nupenda Biblia sana. Hii Biblia inakuwa so beautiful. Haisemi malaika walikuwa wanashuka. Walikuwa wanapanda wakishuka. Kumaanisha walikuwa mahali pale kabla hajafika. Walikuwa wamemtegea kwa sababu mbarikiwa alikuwa tayari. Biblia inasema Mungu huongoza hatua za mwenye haki. Soma Biblia yako. Inasema malaika hawako wanashuka wakipanda. Biblia inasema walikuwa wakipanda wakishuka. Kumaanisha walikuwa tayari pale wakimgojea, kwa sababu walikuwa wanaandamana naye. Walikuwa already wameshapewa ilani ya kwamba watakuwa pale na atakuja mbarikiwa. Mtayarisheni. Jitayarisheni kumtumikia. Bwana asifiwe. Kwa sababu malaika ni wajakazi wetu. They are our servants. Bwana asifiwe. Na walikuwa wanapeleka majumbe wakirudisha ujumbe. Wanapeleka majumbe wakirudisha. Na Mungu anasema akamuongelesha, akamwambia mimi ndio baba ya baba yako, babu yako Abraham na baba yako Isaka. Mahali unapolala ni mahali patakatifu. Nitakubariki wewe na uzao wa tumbo lako. Wewe umebarikiwa. Jamaa kaamka kashangaa, hapa ni mahali panakaa namna gani? Ameona Mungu na akasema hapa mahali ni mahali patakatifu. Na akapaita Bethel. What is the meaning of Bethel? The house of God. That's the meaning of Bethel. The house of God. Bethel in Maringo. House of God in Maringo. Hallelujah. So mahali patakatifu, nyumba ya Bwana, na akaweka agano na Mungu mahali pale. Akachukua lile jiwe alifanya kama pilo, akaiwakilia mafuta, akamwambia Bwana ukinibariki ili kwamba
niondoke niende vile ninavyoondoka. Unibariki na mali na vitu vya dunia hii. Atarudi mahali hapa nitakutolea zaka. 10% of all I have, I'll give it to you. Na kweli alikwenda kule, alirudi pale akiwa amebarikiwa. Sasa na zile baraka nyinyi mnajua. Za mali na vitu, mapunga, kudasho. Bwana asifiwe. Sasa kudasho ni mapunga mingi. Haleluya. Sasa alibarikiwa zaidi. Lakini Biblia inasema hiyo ilikuwa kubarikiwa. Kwa nini? Wakati mmoja Biblia inasema amekuja sasa amebarikiwa na mali hizo za dunia. Ako na kila kitu. Anabeba, alikuwa na 3 companies. Yaani alikuwa na utatu. Yaani utajiri wake ungegawanishwa mara 3. Akafika mahali akachoka na kukimbia. Akachoka na maisha ya dunia hii. Akasema nimechoshwa. Akasema nafanya kitu. Akapitisha vitu vyake vyote pana mwele nyingine. Akabaki na mtu. Biblia inasema alifanya mieleka na mtu. Na alikuwa malaika wa Mungu. Na akafanya mieleka usiku mzima. Akimwambia sikuachi hadi utakaponifanya nini? Wakati utakapofanya nini? Tena utaanza kubarikiwa tena. Sasa anabarikiwa tena nini? Na mali amepitisha ngambo zile zingine, anabarikiwa nyingine. Wapendwa, lazima tufanye utafiti wa mambo ya dunia na mambo ya macho ya utawa. Dunia inatudanganya kubarikiwa ni mali. Alikuwa nayo, lakini anasema nibariki. Sikuachi mpaka utakaponibariki. Kubarikiwa ni kuwa na amani. Huyu mtu akuwa na amani. Labani huko anamtafuta ndugu yake Ishu anamtafuta. Utakuwaje na amani? Ndio nina amani lakini sina amani. Hauna utajiri. Hauna utajiri. Wewe ni maskini. Sababu huwezi tulia. Unaweka wote. Kuna kawimbo kakikuga asema. Kanaweka kikuga kanaimba hivi. Dikomaga. Hoi dikomaga. Dikomaga. Nimeango. Haidalagai. Niliomba Mungu nipe mali, anipe utajiri. Na Mungu akawa mwaminifu, akanipa utajiri mwingi. Na aliponipatia utajiri, ikanikosesha uzingizi, nikajaribu kuandika watchman, nikilala nafikiria watchman wananiibia, sina amani. Sina amani. So kuna barikiwa sio pesa. Sasa Yakobo anamwambia sikuachi mpaka utakapo. Sikuachi. Sasa kubarikiwa gani nyingine kutoka? Ulibarikiwa na baba yako akanena maneno. Umebarikiwa. Haya, hiyo ni baraka ya kiroho. Sasa umebarikiwa na kimali, una fedha. Fedha uko nayo, makaratasi uko nayo, mifugo uko nayo. Uko nayo. Nini nyingine kubarikiwa? Unabarikiwa na nini nyingine? Kama wewe unaitwa naye. Mimi naitwa Yakobo. Yakobo inamaanisha mjanja. Mjanjes planta. Anja. Dunia hii tumejaa na wajanjes. Mimi mtupe msanye. Mjanjes. Nimechoka na mtupe. Nataka niwe mtu clean. Nataka niwe msafi. Nataka niwe happy. Nataka niwe nimetulia. Lakini mali nimeweka kando, lakini nataka nibarikiwe. Nibarikiwe tu. Kabla jina lako shida yako kubwa. Toka leo huyu Yakobo tena Israeli, kwa maana umepigana na wanadamu na umepigana na Mungu na umeshinda. Wewe Israeli, the Prince of God. Hallelujah. Sasa Biblia inasema kubarikiwa ni mwenye kuwa na ule umasikini wa roho. Mtu hisi ya kwamba sijatosheleka, sina mali lakini sijatosheka, nimeoa lakini sijatosheka, watoto ninao sijatosheka, makampuni ninao sijatosheka, niko sijatosheka. Huyo ndiyo amebarikiwa. Sababu ana upweke wa rohoni. Ana upweke wa rohoni. Ana umaskini wa roho. Atapata amani, atapata tumaini, atapata kile kinaitwa mtu amekosa mambo haya ndio anaitwa masikini wa roho. Na Biblia inasema amebarikiwa mtu kama wewe ambao unahisi ya kwamba inawezekana silali njaa lakini ninataka Mungu.
Yes, nakula na kunywa, lakini nasikia bado kuna upweke ndani yangu. Unajua sisi Wakikuyu usema mtajiri ni mtu anakula ile chakula mabaki ya tumbo ndio utajiri. Sasa na tunasema kwa Kikuyu tena, usiweze kumchekeshea ama kumuonesha Mungu tumbo umeshiba. Shuka siku zote, mwambie Mungu na hasi njaa. Enda kwa Mungu kumwambia nina kiu na wewe. Nina haja na wewe. Na kutamani kama vile ayala ataminayo maji mahali hakuna maji. Hayo ndivyo moyo wangu. Bahari ukuwe na kiburi. Ulale kama huyu jamani, sema moyo kula. Alafu wasema leo hii nafsi yako itatakana. Hiyo mali nani atakula? Kutosheleka ni kwa Mungu tu. Ndio maana Biblia inasema wewe ambaye ndio umekuja kanisani kwa sababu una umaskini wa moyo. Unataka sio kifedha. Because ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote yatazidishiwa. Sasa unataka kuzidishiwa, sema Mungu make sure umepata ufalme. Hiyo ndio njaa kubwa. Hiyo ndio maskini mkubwa, kukosa ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kukosa ufalme wa Mungu ndio umaskini ule halisi. Hauna ufalme wa Mungu, wewe ni maskini halisi. Ole wako. Biblia inauliza swali. Inasema itamfaidi nini mtu apate vyote vya dunia hii na nafsi yake ipotee? Hiyo yaani una kila kitu duniani lakini nafsi yako ipotee, inakufaidi nini? Dunia hii tuko hapa kwa muda mdogo. Miaka hiyo umekusudia kuishi chini ya jua, unajua ni ngapi? 120. Najua nyinyi mnasemanga 70, kwa nango 80. Hiyo si Biblia. Biblia imesema in the book of Genesis chapter 6 verse 3, miaka ya mwanadamu ni 120. Lakini Psalms 90 verse 10 inasema ya kwamba mtu akiishi sana anaishi miaka 70, na kama ana nguvu ataishi miaka 80. Kweli imesema. Lakini angalia Psalms 90 imeandikwa na mtu anaitwa Musa. Amen. Kiona hapo mbele kwa psalm yake inasema the psalm of Moses. Is not the psalm of David, is the psalm of Moses. Na Musa alikuwa anazungumza na wana wa Israel wakati walikuwa wamefika ukingoni wa River Jordan, na walikuwa wanaenda kuvuka katika ng'ambo ile nyingine ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Kumbuka hapo miaka 80 tayari kwa wiki 40. Miaka ngapi? 40 ndio waweza kufanya nini? Wamebaki miaka 80. Au wameshakwenda kwa ile wilderness for 40 years. Sawa? Alafu sasa imebaki miaka 80 ndio ifike 120. Sasa alikuwa anawazungumzia tangu wakati mlitoka Egypt mpaka sasa hivi mahali mliko ni miaka 40. Sawa? Sasa ukiweza utafika miaka 120. Lakini kama huna nguvu utafika miaka 110. Ukihesabu 70 na 40 itakuja 110. Ukihesabu 80 na 40 itakuwa 122 ya mathematics. Ibadilisho. Miaka haijawahi punguzwa. Miaka ni ile iko kwa Biblia, miaka 120. Hiyo ndio miaka umekusudia kuishi chini ya jua. Kwa hivyo mtu akifika miaka 50, useme ni mzee, kijana bado. Hata hajafika nusu ya safari. Na unasema ni mzee. 65 si mzee. 65 si mzee. Huyu ndio nusu sasa ya safari, anaendelea kienda. Na ndio maana napenda kuuliza swali. Wakina Mandela wanakufa na miaka 95. Kwani Biblia ni uongo? Biblia ni uongo. Kama ni 80 ndio unafaa kuishi nao. Mandela alikufa na miaka 85. Moja amekufa na miaka 83. In fact 95 years. Sasa hao kweli Biblia imedanganya basi. Hallelujah. Lakini jadanganya kwa sababu tunasoma vibaya. Nimekwambia kwanza ujue imeandikwa na Musa. Ni kumaanisha Musa alikuwa anazungumza na wana wa Israeli wakiwa tayari wameshakwenda miaka 40. Sasa ukihesabu hesabu zako utakuta miaka 40
na 80 itafika 120. Haleluya! Hiyo si hekima kubwa. Mungu ni mwema. Biblia inasema Isaiah 61 verse 3, the Spirit of the sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor in spirit. Wale ambao wana haja na Mungu. Unajua kuna watu wanajiona wao wako sawa, especially wale wana dini. Mtu mwana dini huona mimi ndio nimefika. Ninyi mnafanyanga hivi, yaani yeye akiwa katika dini yake inamdanganya. Ndio hao Mafarisayo walikosa kuona, siku yao ya kutembelewa na Mungu, wakapoteza nafasi kubwa sana kwa sababu ya dini. Ilifanya wakasahau. Kuna siku moja Yesu alikuwa anatembea akiingia Yerusalemu, na walikuwa wakiimba wakishangilia Hosana, na watu walikuwa wanashangilia, wengine wakiweka mavazi yao chini. Yesu alikuwa amebebwa isikanyage chini. Wanakuja kumwambia Bwana, tunatafuta Mungu. Tunatafuta Mungu, tuko kanisani tunatafuta Mungu. Yesu akawaambia, wakinyamaza mawe kushangilia. Mungu alikuwa anapita nje ya kanisa lao, na wajui Mungu alikuwa anapita kanisa ni wao. Hao wanangojea Mungu mwingine, na yeye anapita kati ya milango yao. Baadhi wajabani tu concentrate na kutafuta Mungu. Nikasafikia Mungu niambie, mbona watu wanakimbia makanisa mbali na niko tu hapo. Nasema ai Mungu acha. Mungu ananiambia huyo ananiacha hapa tu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kali. Watu kama waine. Eki hapo. Na umwite Mungu kwa roho na kweli. Haleluya. Mwite Mungu katika roho na kweli. Amen. Sababu anataka umtumikie Mungu. Mimi naambia watu, haja yangu si kanisa hili tani. Haja yangu nifike mbinguni. Hiyo tu. Ukifika mbinguni atakao unipitia sipite hivi, unipitia sijui Emmanuel evangelistic ministry, haja yangu, sikia, haja yangu ni ufike wapi? Inapeleka wewe mbinguni. Enter. Hallelujah. Support your mtu wa Mungu. Amen. That is the most important thing in the life of a believer. Never be coward. Usije ukashangazwa na ukasumbuliwa na watu. Mungu aliniambia hivi, pastor, maji mtu gani mwingine anafish kwa chati yangu. Tumeenda na yeye fishi. Na gari ndio. Hali watu wa Mungu. Hallelujah. Wacha mtu aende mahali moyo wake na roho ya Mungu anamuongoza. Amen. Hallelujah. Shida ni kwamba sisi hatujatambua kubarikiwa ni kufanya nini. Kubarikiwa ni wakati haubabanishwi na utishwi na vitu vya dunia hii. Wakati wewe umetosheka na unajua tajiri una kuja kuleta, because watu wengi hofu inawamaliza. Ile janga kubwa duniani si corona. Corona tu ni jina. Duniani shida kubwa ya mwanadamu. Fear is the greatest enemy of man. Is the greatest enemy. Na hiyo kikonka uoneshe initially. Every time you will live in this world, yeye utababaika, hautashtushwa na chochote. Kile kinatisha watu ni hofu. Nimepasi. Sijui tu nikaambia hiyo, and then hofu ni contagious kama homa. Hofu ni kama nini? Sasa tutatoka. Naambia ukifunga midomo kwa nini? Sijaona watu hapo wamefunga midomo. Unajua serikali kitu hapa nyinyi wote mnakwenda. Kama hauna barakoa unakwenda unaserve kwa quarantine 14 days. Kila mtu avae barakoa yake. Sasa pastor tu na yangu naona mali iko. Nikimaliza nayo. Chukua barakoa yako vaa, alafu tuendelee. Vaa. Sababu
Hofu ni kama hiyo, the effects za corona. Yaani ukiwa na hofu unaweza kusambazia huyo ndugu yako karibu na wewe. Karibu na wewe. It is contagious. And it is more even corona. Kuna jamaa walikwenda kufanya kazi cold storage. Cold storage mahali nyama zinawekwa mahali kwa baridi. Rafu za nyumba. Inaitwa cold storage. Tuko na moja hapa baba. Inaitwa cold storage. Mahali wanaweka nyama. Sasa ilikuwa hii mashine, so walikuwa wanaitengeneza. Wakaitengeneza ikawa jioni imefika kama bado haijatengenezwa. Sasa walipokuwa wakiondoka ili warudi kesho yake, kwa bahati mbaya kuna mmoja wao alifungiwa pale ndani. No. Unajua bwana, ukipiga nduru hakuna mtu anakusikia. Sasa amefungiwa ndani. Akili yake ilimwambia unajua umefungiwa kwa fridge. Amefungiwa fridge, kumbuka imeharibika. Kwa sababu ya mentality na uoga ilimuingia, alipatikana amefreeze to death. Amefreeze to death na freezer imeharibika. Nini limuua? Hofu. Na wakati utashinda hofu, hiyo ndio maskini kubwa. Ndio maana shetani anatembea na hofu. Nikakwambia ukienda kwa mchawi kitu ambacho kushangaa ustuke, kwa sababu yeye anafanya kazi na hofu. Biblia inasema bila imani hauwezi kumfurahisha Mungu. On the other side of the kingdom of darkness, without fear you can't please the devil. He will never access your life. That's why you have to shake something. Hapa hivi fani akae kama kitu kingine hapo, alafu sasa akutisha kama babu anasema utafute mayai ya green. Hivi anataka mayai ya green. Hofu ikishaingia amepata access. Hallelujah. Hebu enda kwa mganga na imani. Nakwambia atakufukuza. Ati nini Mr. Sinid mayai wewe fanya vile unafanya, mimi nangojea hapa. Twende mganga. Wewe fanya, atakufukuza. Because kile kinampatia access kwa maisha yako ni fear. Akipata fear ame access maisha yako na atakwambia vitu utakuwa unasema kweli watu ni wa, because you gave him access. Wewe ujaribu kukaa kwa ujasiri mpendo. Nilikuwa naona ka video kamoja hapo. Watu Masai waine lion 15 zimeua a wildebeest. Zimeua wildebeest. 15 lions. Masai waine Masai wakasema hii nyama tunakula na hii simba. Tunakula hii nyama na simba. Simba wakule pati yao na sisi pale. Hawezi kula peke yao. Masai waine. Lion ni 15. It is interesting. Mimi nakwambia. Hawa sasa walikuwa wanajivita tu mahali. Wakaambia na 1, 2, 3, 4. Wakainuka. Wakaanza kuja kwa ujasiri. Kwa ujasiri tu. Lion zinaanza kula hivi. Hawatu wasamile. Zinarudi nyuma. 15 lions. Zikarudi nyuma, zikakaa mbali zinawaangalia. Wakafika mahali wildebeest wakakata mguu, wakabeba, wakaenda zao. Walipo kula, wacha nikwambie nini nilifanya? Ujasiri tu. Si ati hawakuwa na hofu, lakini hawakuwa allow the hofu to dominate their lives. Some of us, the reason why we are so poor is because we have allowed fear to dominate our lives. Before you make that step, fear first. If fear goes before you, you're going to definitely fail. Ukiamua ni fear, Biblia inasema blessed are the poor. Wale wanatambua mimi Bwana ni mhofu, lakini nahitaji imani yako, nahitaji ujasiri wako. Biblia inasema waliomwamini aliwapa nguvu. Ni nini? Ni ujasiri. Mimi sistahili kusimama mbele yako na kukuhubiri, sistahili. Na standards za dunia hii kulingana na masomo na credentials, mimi to the least person who should be speaking to you, the least.
Bahati mbaya yule Joseph naongea naye. Kwa nini? Zaiman, si za shule. Me, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Siku moja nimeitwa shule, mtoto wangu alikuwa Jemima, kaka wake kando wala sisi nikamama. Kako class 2. Mimi nimekapeleka Kimathi, najua Kimathi is a good school according to everyone. Naenda huko na nimenyenyekea kama kunyenyekea ile nilienda huko nimenyenyekea. Kafika. Kaambia nitoe stakabadhi, katoa. Pesa ile nilitisho nikatoa. Ikawa kuna general meeting. Mimi nikaenda general meeting, sijaenda general meeting, this is my first one. So hata siku yangu inakuwa namna gani, this is my first general meeting. Naenda, nimekaa pale nasikia mambo. Ikawa tuna disband the committee na the PTA. Tuna disband, we are going to do a new election. Kwa hivyo wazazi waende kwa watoto wao, kwa klasi za watoto wao. Mimi sijui nini kinaendeleanga. Wazazi mimi huyo kwa klasi ya mtoto yangu. Tumekaa huko na wazazi. Ikawa mwalimu amesema wala walikuwa PTA representative wako hapa, inua mikono juu. Asanteni kwa kazi nzuri mmefanya, lakini kutoka leo hii imekuwa disbanded unless you be elected. Okay, sawa. Ikawa mwalimu amesema, please propose to me 2 names. Nini ala sijui ni kweli kusema nini la hivi niko hapo tu kama mjinga. Nikasikia mtu amepropose Pastor Amon. Nini tena huyu? Mimi nakuja kuona vile kunaendanga, nasikia Pastor Amon. Nikasikia Pastor Amon. Where is Pastor Amon? Nikaenda kwa come this side. Haya, jao mwingine kaitwa hapo. Sijui nani. Nikasimama na yeye. Huyu kwanza nikamwangusha na nini. Zote zilikuwa za Pastor Amon. Nashindo hivi nini napewa. Haya, nikatoka kule tumeenda kwa back to the assembly. Wale wamekuwa representative wapya, tuwakaribia hapa. Nikaenda, mimi sijui nini kinaendeleanga, si nimeitwa. Ndio mara yangu ya kwanza, mtoto wangu wa kwanza, sijawahi fanya vitu kama hivi. Hallelujah, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Nikaa pale, tukapigiwa makofi, tukakaribishwa. Hallelujah, sikaisha. Ikawa the following Monday kutakuwa na ile sasa hiyo meeting, sasa ndio tuchague ofisi ambayo ita represent the PTA, that is the chairman, the secretary, ni head teacher na treasurer. Si mimi kama hiyo siku kwanza nikamwambia mimi kukua ni sitakuwa kwa sababu naenda kuhubiri mahali asikuweka pale sawa. Sasa nikiwa katika safari nikienda nikapigiwa simu mahali kwenda kuhubiri, kaambia imekuwa postponed. So nikakuwa postponed, nikapigia mwalimu mkuu kumuuliza kama meeting ilikwisha. Nikampigia mwalimu habari, chairman ndio huyu. Sasa naambia watu wengine, nikamwambia chairman wa nini? Chairman wa nini? Hallelujah. Wewe ndio umechaguliwa hapa chairman. Wewe PTA board. Na siko mwalimu akanaje inakuwa pia hivi, unaweza kuwa huko lakini unachaguliwa in absentia. Hallelujah. Nikauliza sasa hizi ni gani? Kama bado mpaka tunakungojea, tuko hapa tunakungojea chairman. I've never done that before. I have a principle with me. I'm a policy with me. If you think I can, then I can. Bwana asifiwe. Ukifikiri mimi naweza kitu, mimi naweza. Haijalishi nini umenipatia, mimi nitafanya. So when I got there because of my principle, nikasema ni sawa. Hivyo ndio umeona, sawa. Amen. And I was a chairman of Kimathi Primary School for 5 solid years. Amen. What is that? It's because you can do all things through Christ Jesus who strengthens you. Amen. What am I trying to say? You are as poor as the level of your fear in your heart. Yes. You want to be the level of your faith in your heart. I wonder that's what the Bible says in Hebrews chapter 11 verse 6 that those that come to me must first believe that I am. Those that believe. It's like I said, without faith it is impossible to please God. That's what I wanted. Without faith it is impossible to please God. So anytime I have faith, I please God. I please God. Now if God is pleased with me, listen to what it says when God is pleased with you. In Proverbs chapter 16 verse 7. It says, if the ways of a man pleases God, he makes him be at peace even with his enemies.
Kiswahili nasema njia za mwenye haki zikimfurahisha Mungu, yeye humpatanisha hata na maadui zake. Sasa wewe pendwa, nataka nikwambie ni level ya faith yako ina determine utajiri wako katika jina la Yesu. Amen. Level ya imani. Wacha kukaa hapo kishakashaka meno ukishinda utafanya nini? Basi unapata imani. Sikiza, imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Kaa chini ya neno, ujasiri itakuja. Bali ni neno hauna uhusiano na utapata imani namna gani? Kama kazi yako ni kusikia habari za corona, watu 2000 wamepata corona, dunia hii watu 2000, watu 200 wamekufa, watu kumekuwa na ajali ya ndege, kumekuwa na ajali barabarani, hofu. Maskini utakuwa nani ajabu. Hata gari yako utapanda, inaweza kufa kwa gari. Ndege huwezi panda, inaweza anguka. Huwezi toka kwako, inaweza fanyika. Ukiwa kwa nyumba umelala unakwenda tu. Toa hofu mpendo. Toa hofu, hiyo ni umasikini mkubwa. Sisi kwa nasisitiza juu ya umasikini. Because Yesu alikuja kuhubiria wa masikini kama mimi na wewe. Leo hiyo niko na utajiri ya imani. Si kwanza hivi my friend. Unasikia na quote hizo scriptures. Si lazima kuja kwa lele mama nimelelewa mama hiki na bembelezo hii. Na nimechekelewa. Nimeakiwa. Nimetukanwa. Nimeonewa kwa sababu ya Injili. Lakini vivyo hivyo hakuna mtu ananibarua hapa. Ujasiri niko nao, naweza ingia mahali popote nikasema vile nataka na nikaondoka pale nikiwa sijaguswa na hofu ya mtu yoyote. Sababu macho ya chura haizuii ng'ombe kunywa maji. Nasikia vile nasema, ukitaka kuwa mtajiri wa moyo, ondoa hofu. Amen. Ondoa hofu. Na ndio Yesu alikuja ili tukaweze kuwa na utajiri wa moyo. Si utajiri wa vitu. Kwa sababu naamini ukiwa na utajiri wa moyo, una utajiri wa vitu. Amen. Naamini. Yaani nikiwa na utajiri wa mali wa moyo tu. Biblia inasema, I wish above all things that you may prosper, be in health, even as your soul prosper. Moyo ukitajirika na kutajirika nje ni kitu kidogo. Kidogo. Alafu hata hivi vitu vya nje vikipotea, hauna shida kwa sababu moyo hujaguswa. Haleluya. Amen. Shida ni kwamba watu wengi wanapata utajiri ya mali ya dunia, ikipotea wanakuwa na hata taka. Amen. Ukitaka kuishi dunia hii ukiwa haujali kuwa na utajiri wa moyo, hiyo ndio Yesu alikuja kuzungumzia. Ya kwamba hakuna kitu kitakutisha, si kifo, si kukosa. Ndio Biblia inasema, what can separate us from the love of God? Hallelujah. Anaanza kuuliza ni maisha gani? Romans chapter 8 verse 34. Vitu vingine vizuri unavijua tu. Unatembeanga na hii ukijua umemaliza. Hallelujah. Verse 31, acha tuanzie verse 31. Romans 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but deliver him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died. And furthermore, he is also risen. Who is even at the right hand of God, who also make intercession for us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, mateso, shall distress, or persecutions, or famine, or nakedness, or peril, or sword? What shall separate us from the love of God? Nothing. These things are dangerous. Persecutions, distress, tribulation. These are not things you speak just. Ni vitu za kuvunja moyo. Ni vitu za kukandamisha moyo. Lakini if you are in Christ, now you have faith. Let me tell you, these things will walk over them. All over them. Many
Psalms 34 verse 19 says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him from them all. Mungu wakomboa kutokana na vitu hivi vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikuzi hata hizo vitu vingi. Namalizia tu na hii. Za muda wetu natuonesha kisomo. These are because if we can become rich, the first assignment of Jesus, he came to preach to the poor. That was his first assignment. And poor in what? Poor in faith. Poor without faith. He knew without faith it is impossible to please God. If you can have faith, you will please God. So the enemy makes sure that he operates with fear. What do? Natural fear. Tala fear. Branch fear. Carry tax. The return fear. Sitafanya return. Hata msikumbukangi vitu kama hizo kwa nasi. Na si kwa simba yako likataka, lakini kingine pia aishi maisha yako Bwana asifiwe. Kosi umeza utaishi tu. Wakuje vile wanakuja. Amen. We have to be bold as lions. Disciples were being martyred. Kufa walipokuwa wanakufa. Mwingine aliwaambia sikizeni. Sikizeni vizuri, mnisikie vizuri, msiniwe kama Yesu. Msiniwe kama Yesu. Sistahili. Mimi sistahili kuuliwa kama Yesu. Fanyeni hivi. Nigeuzeni upside down. Mnisurubishe hivi. This was Peter. He does not deserve to be crucified like the Lord. He is too small for Jesus, even to die like him. He was not evading dying. He was telling them, no, I don't want to die like him. I want to die in another way, in a more disgraceful way. Because he was more dignified because I was going to come right. Not upside down. Trying to bargain for his death. You know how Paul died? Paul alipelekwa mbele ya Nero. Na Nero ameshasikiza injili na imembariki. Akamwambia Paulo, kwa sababu ya watu wanataka ufe. Kama hauta lika tuache kuhubiri injili. Mimi sikwambia tuache, lakini kwa sababu ya hawa wewe sema umeacha. Alafu ukitoka hapa endelea kuhubiri. Paulo akamwambia acha niende kwanza niongee na vijana wangu. Timotheo. Kaambia Timotheo, mimi niko tayari kumiminwa kama divai. Amen. Nimepigana vita vizuri vya imani. Ushasikia vita vizuri mahali popote? Ni vita moja tu ndio nzuri ya imani. Kwa sababu ni vita ambao umeshashinda. Una fight on the platform of victory. Ndio inaitwa vita nzuri. Mimi nimepigana vita vizuri vya imani. Imani yangu sasa imeandaliwa kwangu taji, na sio kwangu peke yangu, lakini kwa wote ambao watafurahishwa na kutokea kuja kwa mwana wa Adamu tena. Na akarudi kwa Nero akamwambia fanya vile imekupasa kufanya. Siwezi kosa kumwabudu Bwana. Na akauliwa, akakatwa shingo kwa sababu ya imani yake. Alienda akamwambia acha niongee na vijana zangu alafu nirudi. Linda imani. Haleluya. Fanya vile unataka sasa. Nikupa tu, hiyo tu. Yohana Mbatizaji kabla afe alituma vijana wake akamwambia nenda kwa ule jamaa. Halafu muulize kama kuna mwingine ambao tukungojee ama ni yeye. Wazee wakaenda kwa Yesu. Yesu akawapeleka, akaponya viwete, akaponya viziwi, akaponya wenye ukoma. Akamwambia nendeni mkaambie Yohana yale mmeona, na amebarikiwa ambaye like wakati Yohana Mbatizaji alisikia hiyo, alikuwa tayari kufa. Ready to go.
Na hapo Biblia inasema kwa ajili vijana vingine vikadansi mfalme akafurahishwa, kaambia msichana kuja niulize ni nini ungelitaka hata nusu ya mfalme nikupatie mfalme wangu. Msichana akamwambia acha niende nikaulize mama. Mfalme ameniuliza uzuri ni nini naweza kumuitisha. Mama akamwambia mwambie ungekupatia kichwa cha Yohana Mbatizaji kwa sahani. Na hivyo ndio Yohana Mbatizaji alifanya. Akakatwa shingo, ikawekwa kwa sahani, ikapatiwa huyu msichana. Soma Biblia yako. Hii iko kwa Bible, utasikia king story, ni church stories. Hii iko kwa Biblia. Amen. Amen. Nataka nikuoneshe ya kwamba wakati una imani kifo hakina sababu ya kukutisha. Unakiuliza unataka kuja na design gani? Which time you want to come with? Usikujie na accident wewe. Hiyo time ya kukaa kwa mabitana na kusumbua watu. Kuja kule nakwambia, kaka nilale tu niondoke. Sawa? Nilale niondoke. Sikunifanyisha kazi za pii na mapress up na manini. Hivyo wewe. Hallelujah. Na unitishi kwenda quiz. You need to have that. The Bible says in the book of Philippians chapter 1 verse 21. Inasema for me to live is Christ and to die is gain. Kufa kwangu ni faida. Wewe unaweza ongea hivyo. Wengine hapa nikiongea tuone. Taa kufa. Wangapi wanataka kufika mbinguni? Tufike mbinguni sisi wote. Nani anafika mbinguni? Kwa nini mkono wenu? Inua mkono juu kama unafika mbinguni. Haya, wangapi wanataka kuondoka? Are they that mourn? For they shall be comforted. Matthew 5:4. For they shall be comforted. Yani heri ni wale ambao wanaomboleza. Wacha niwaambie. Maombolezi ambao Biblia inaongelea si maombolezi ya mtu kuaga. Hiyo ndio maombolezi kidogo, kwa sababu kufa ni lazima kwa kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuomboleza kwa kufa kwa mtu, hiyo ni maombolezi, si maombolezi ile Biblia inaongea juu yake. Maombolezi ambayo inaongelea. To understand this verse, we must need to understand mourning or mourn. The root word for this is pentheo. Pentheo is godly sorrow. Pentheo, P-N-T-H-E-O. Pentheo. It's a godly sorrow. As we look into godly sorrow, the scripture teaches for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. There is the sorrow of death and there is a godly sorrow. In the book of 2 Corinthians chapter 7 verse 10. There is a godly sorrow. The godly sorrow is this. Those who seek the Lord with godly sorrow will find him. The scripture teaches us Romans 10:30, for whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. This is the godly sorrow, that we work repentance unto salvation. That scripture is 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Speaks of this, teaches us that those who have a godly sorrow will be comforted in the future. They will also find comfort in the kingdom. Jesus came in Isaiah chapter 61 verse 3. Inasema that to those that he came to comfort those that mourn. Remember that. He quoted that in Luke chapter 4 when he was reading the book of Isaiah. To comfort those who mourn. That was the essence of Jesus coming. This is not indicating the earthly mourning we experience when we have problems such as death, loss of property, anxiety of a failed business. This type of sorrow works death. This kind of loss of loved one, loss of properties and anxieties and all these things, they work death. This kind of sorrow works death. This is speaking of people of God being comforted in spirit when they mourn. When the people repent. When you know I have fallen short of the glory of God. When you know there is nothing I can do as a human being to reach the righteousness of God. When you know that my righteousness as a human being is filthy rags before God. That is the mourning we are talking about. When
wretch that you are. When you look at yourself, you see how impossible. You can't do nothing apart from God. When you look at yourself and you just pity yourself, without God, what am I? You minus God in your life, you see sorrow, death. You see nothingness. You see darkness. You see kefi, fog. That is what you are, without God. And that is the morning God is talking. Those who think they are nobody, those who think I can do nothing, those who know that they know without God I am nothing. The Bible says in the book of Romans chapter number 2 and verse number 4, he said, don't you know that the goodness of God leadeth thee to repentance? See, that scripture is, how can goodness lead me to repentance? Goodness should lead me to celebrations. The goodness of God should lead me to celebrations. But the Bible said the goodness of God leadeth me to repentance. I look at myself, I say, what have I done to deserve this? That is the story he's talking about. That kind of looking down to yourself and saying, God, I have nothing of myself. There is nothing I can say I have done to achieve the things that I have. There is nothing I can look around me and say it is me who has done this. All that I am, all that I will ever be, all that I will be is all to God's glory. I am nothing without Him. That is the sorrow he's talking about. That is the mourning you're talking about. When you look at yourself and you see nothing out of you, only God. The difference between you and death, between the demarcation between you and death is Jesus. When you look at that shokora, when you look at that man drunkard and disorderly, when you look at that man who has no Christ in him, the difference between you and him is Christ. Did you know that? And that's why the Bible says we preach to all creatures in the earth. Because even you are not better. That is the sorrow God is talking about. That is the godly sorrow God is talking about. You look at somebody who you do not know Christ, who now weep and you cry and you mourn for that person. Because you know this person, what this will lead to. Hell is waiting for this man. You mourn for those souls. Blessed are those that mourn. And that's what Jesus told the disciples in Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power when the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses. Imagine, that power is not to show off. That power, the people want to slay people down, and you call people and you slay people. That is what Jesus, that is what Jesus was saying when you receive power. The power was for you, the ability for you to witness to somebody about Jesus Christ. You look at that person, say, look at the way Peter and John, they're walking to this temple, and they found this crippled man. They mourned. How can this man be like this? And we are 2 feet. They mourn over this man. And they say, look at us. What you want, we don't have. But what you need, Kabaya, is what we give you. In Jesus' name, in Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. So many people, they don't know what they need. We are all looking for what we want. But let me tell you, you can do without wants, but you can't do without needs. And in this place, we don't preach what you want to hear. We preach what you need to hear. Because sometimes what you need to hear is not what you want to hear. Am I talking to somebody? Many people, they come expecting pastor will say, touch here, come, miracles, come and lay hands on you. Never wait for me to lay hands on you. If the Spirit has not given me that direction, I will not do it. If the Spirit has not told me lay hands on people or call people to pray, I will never. You have finished preaching on me, go ahead. Come here next Sunday. If the word cannot help you, I cannot help. What else you? Blessed are they that mourn. Let me tell you, how are they comforted? When you see one sinner turn to Jesus, that's the comfort you have. When you see people that turn to Jesus, that is the comfort that God gives you. When you preach, not when you preach and see people remove money. That is not the comfort God gives. This is the wrong comfort people talk about. Comfort is not in the offering people give. They may give offering and they are on their way to hell. That is not the comfort God is talking about. God is talking about the comfort of one knowing Jesus and evading hell forever, man. Hallelujah.
Hallelujah. Mimi mali tutatumia hapa na tumalize. But your soul is in heaven. That is the greatest joy. That is comfort. When my son last week was standing here preaching, oh man! Nilikuwa namwangalia na kumbuka hiyo kiti nilikuwa nimekalia, alikuwa few seat hapo nyuma. Kuja amekuja sana. Ilikuwa na some week, I can't remember which. It was Tuesday. It was on a Tuesday. The boy comes at around 4ish, sits at that seat. I'm about to leave, go home. I'm wondering this boy is not leaving. I thought it was just a man who was coming to pray. Then I left my office to come and talk to him, ask him, how can I help you? These were the words, I want to be born again. Come on, unajua nini? Unajua nini? Sasa nimemaliza job. Sasa 5. Fanya hivi. Kuja kesho saa 4 kamili hapa. Kuja kesho saa 4 kamili. I didn't want just to crash. Si kitu ya kucheza. Kuja kesho sina time, sasa imefunga duka imefungwa. Boko wa watu. Kesho saa 4 ndio tunafungua tena. And I wanted to see how serious this boy was. Left, went my way, went his way. Kesho yake saa 4 on the dot. On the, hata niliangalia watch. I'm okay time. I was serious. We didn't even talk much. We came on this altar. It was on our way. Laid hands on him, led him to the Lord. From that day we began a journey of faith. Hallelujah. How many years now? 6 years ago. When you see such a person preaching to you, you are seated there, how will you feel? Can you compare with any money he has ever given me? And he has given me a lot of money, by the way. This boy shocked me one time. Shocked me. Never forget. Never. Where can you talk about myself? That's a story for another day. He gave me a lot of money, but I never remember that kind of stuff. I remember his work. That is the comfort I always get. Sometimes I get so discouraged with ministry. I feel like closing these doors and say, ama niondoke mkuja hapa mpate siko. Mungu akinile mtu. Mchezo hiki ni ngumu. Unasikia lakini nakumbuka kama wana comfort. Ndio wewe unaamimba hapa huyo. Hiyo story for another day. Wewe ni sida zaidi. Do another thing. Hallelujah. It is nothing as beautiful for the Pata komfortiwa ya pesa. Pesa hizo zinakujaga pale. Lakini ukiona mtu anaenda mbinguni na unajua you are part of the equation. Ulikuwa part of Mungu alikutumia as a conduit. Unasemaga hallelujah. Kama nilikuwa na give up unasema amen. God, I will continue with this journey because you have comforted me. I can see the fruit of my labor. Amen. That is the morning God is talking about. When you see a soul. I remember when this boy was getting born again to Ghana. I remember that day there was a funeral. Mazishi imekaa 2 months. Inaitwa mazishi ama matanga. Matanga imekaa 2 months. Pale mtu amekufa, wamekosa pesa for 2 months. Then I'm come naambiwa hapa kuna matanga imekaa hapa 2 months. Hakuna mtu kuja hapo, watu watakagi historia hiyo matanga. Sijui jamaa alikuwa analala kwa kiwanja, mambo mingi. Nikamwambia wasee, kwa nini nje niambia twendeni? When I preach there, I cried. Hiyo mazishi imekaa 2 months. Kaenda nikahubiri. Watu wawili wakaokoka, Johana na Joni. Bwana asifiwe. Johana na Joni. Sio? Dunia sisi tunaokoa ni Mungu anaokoa. Imagine Mungu alizuia hiyo mazishi for 2 months. Ndio anaokoa. 2 months. Wamekosa pesa. And you know after his salvation, it takes you 1 week. The matanga ilikuwa imeenda. Omoshi alikuwa pastor. Kama unajua Omoshi. Kama unajua Omoshi. He was the tulikuwa busy on that day, sijui kulifanyika nini kama hakuna pastor. Tunaanga pasi anafanya tuta. Anangajifanya kafanya kuzika kwa mchanga. Nafsi ishakuja, Mungu ashatu comfort. Hallelujah. Amen. That is the comfort God is talking about.
Don't wait that is due to kufa. Hiyo ita lead to earthly sorrow. Na ita bring death, defeat. When you mourn someone or things or loss of business, it brings that death. Una feel that loss, that deathness. That is not the sorrow God is talking about. That's not the mourning God is talking about. It's when we feel void of God in our hearts. When you know that I am but God only. Is God alone. Is the difference between me and anything else in this world is Jesus in my life. If Jesus can be removed from you, you will know you are nothing. If katolo tu kwa maisha yangu dakika hiyo, kuna mahali semanga kwa muda kitambo nilikuacha. Watu wale kuna kwa Biblia, enda kwa muda kitambo kwa Biblia utapata Adam, muda kitambo wamekula tunda. Unaona mambo yao. Mungu akirudi anapata kwa Ishmael, muda kitambo. Muda kitambo ya nani? Ya Isaac. Isaac alifanya nini? Amekaa na mke wake. Muda kitambo. Muda kitambo ya mtu anaitwa Lutu. Na vile Mungu amemuokoa kwa njia ya special, amejenga mvinyo, amelala chakari, amelaani mtoto. Daudi muda kitambo kidogo tu Mungu amemwacha. Mungu akapata ameua Uria, amechukua mke wa wenyewe. Nikitoka tu kidogo nikakuacha. Ushafanya vitimbi hivyo. Ndio Mungu akikuondokea hivi tu kidogo, muda kitambo. Hivi muda kitambo miezi 5 Mungu hajakuwa na sisi hapa, watu wameoana. Hataki kusema hapa. Basi sitaki mambo mengi na wewe hata kueleza sasa hivi. Ndio na sasa wamefungwa, wamefunga sasa nidu. Muda kitambo. Ndio hiyo kama try. Mungu akikuondokea kidogo, unajua naye. The nakwambia, ni ukiangalia naambia Mungu, all I have. Acha niwaambie nyinyi mnaweza sema mimi kifike tuko nako kwa nyumba kanaweza kusaidia hivi na hivi. Mimi hata certificate si. Nilipeleka certificate yangu ya class 8 mahali kwa naenda kutafuta kazi kama hiyo. Hadi au kitu kaambia si. Ili nisaidia. Umeona? That is the only certificate atanao kazi. Umeona? Kanaambia because ya hiyo tutakupatia kazi, lakini si juu ya certificate hauna hujafanya chochote duniani wewe. As far as masomo inakuwa kwanza hauna chochote. Usije kutoa mbele ya watu. Hallelujah. Sasa imani wewe kilia. Yaani mimi niwaambia watu I'm the greatest example that if you have Jesus makes a difference in your life. Mimi Jesus doesn't make the way. I cannot attribute it to anything or anyone. It's Jesus. Si masomo, si wazazi. Si nani najua, mimi najua Yesu. Yo kama utaona anything inafurahisha maishani mwangu, si mimi. Si shule. Hakuna shule imenipatia Kiingereza naongea Kiswahili ama nini. Hakuna ama hekima utasikia kutoka kwangu. Hakuna. Yesu ndio difference in your life. And that is the morning you need. If he can be removed from you, unaweza jua hiyo kama somo si kitu. Hallelujah. Tumalizie hapo. Kama kuna mtu ana swali aulize sasa hivi nikimaliza. Kuna mtu ana swali? Kanisa peke yake ambayo inauliza kama kuna swali. Sisi kuelewa sasa nasema nini hapo? Niulize. Hallelujah. Funga macho yako tuone. Neema yako Bwana inatutosha. Hakika kama sio wewe tungelikuwa wapi? Tungelikuwa tumekufa sisi, tungelikuwa hatuko hai, hata sijui. Lakini kwa sababu yako tunaishi. Kwa sababu yako tunapumua. Tunaondoka tukirudi. Tunaheshimiwa.
tunapendeza kwa njia yoyote ile, tunapendeza na kwa ajili yetu. Si kwa sababu tunajipodoa, na si kwa sababu tunajipaka mafuta mazuri. Kwa sababu tuko na pesa na hela. Ni kwa sababu yako Kristo. Wewe ndio sababu yetu. Kama tutaringa, hatutaringa kwa sababu ya fedha. Hatutaringa kwa sababu ya mali. Hatutaringa kwa sababu ya vitu vya dunia hii ambavyo ni vya muda tu. Tutaringa kwa sababu tuna Yesu. Yesu umetuneemesha. Mtu mahali hapa ameingia leo hii hakujui tu. Hakujui. Na kama tu angelikujua leo, ajue utofauti ambao unaweza fanya kwa maisha yake. Mimi nilikuwa ni kitu hakifai. Nilizarauliwa hata na wale walionipenda. Nilizarauliwa hata na nifikiri anafaa kunipenda. Lakini Yesu ukaja maishani mwangu ukabadilisha hiyo yote. Leo hii naheshimika. Leo hii nataka kuombwa mawaidha na watu. Si kwa sababu ninajua sana. La hasha. Kwa sababu najua Yesu. Umeinamisha kichwa chako, umefumba macho yako. Yawezekana umeingia katika kikao hiki na hauna uhusiano na Yesu Kristo. Haujui Yesu. Pendo, hofu ulio nayo si ya kawaida. Itakumaliza. Lakini ukiwa na Yesu, ujasiri utakaye kuwa naye. Sikuambia ati kwamba utakuwa na pesa. Pesa hata ukose hiyo pesa kabisa. Lakini imani utakuwa naye, amani utakuwa naye, ujasiri utakuwa naye. Haina kifani. Huwezi linganishwa na chochote na yeyote. Kama uko hapa haumjui Yesu, inua mkono wako juu wa kulia. Nitauona. Tutaomba na wewe na utafanyika kiumbe kipya katika Kristo. Kumbuka, si kwa nguvu. Nguvu zako haziwezi kukaa katika, huwezi kaa kwa nguvu zako katika wokovu. Ni ngumu, lakini ukimwachia Yesu aishi kwako wewe, aishi ndani yako, pendo utakuwa unaishi maisha unauliza nilifanya uamuzi nimechelewa kwa nini? Mimi nijiambia niliokoka nikiwa na miaka 20. Nauliza kwa nini sikuokoka nikiwa na miaka 15 ama 12? Nasikia ni kama nilipoteza muda mwingi sana. Uamuzi miaka 22, 21 sasa nimeongoza kwa kila mambo, nimeheshimiwa, nimeona mabadiliko, nilikuwa kitu ambacho kipendezi. Sasa Yesu Kristo amependeza maisha yangu. Uko hapa unainua mkono wako wa kulia, tunauona, tunaomba na wewe. Alafu naanza safari ya Yesu na wewe. Nakwambia ni tamu hiyo safari. Uko hapa haujioni na Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Inua mkono wako wa kulia. Mkono wako wa kulia. Usiogope mtu yoyote. Na uone huo mkono, asante kwa hiyo mkono mmoja. Kuna mwingine ambaye atajoin huyu ambaye ameinua mkono wake. Anasema nataka huyu Yesu. Nataka huyu Yesu. Nataka kuanza safari na yeye. Nataka niondolee hii hofu. Nataka niondolee hii huzuni. Nataka niondolee hii umaskini wa moyo. Na niondolee leo kwa sababu nataka Yesu. I need Jesus. Are you here? You're not born again. You want Jesus in your life. Lift up that right hand and believe you me, your life will never be the same. Or maybe you went back. Or you are not sure. If Jesus today came, you will not make it to heaven. You are not sure. You can be sure today. You know your apology. Maybe you say, maybe sijui kama nimeokoka ama sijui. You can be sure today. You can be sure today. Are you here? You're not born. You can be comforted today. You can be comforted. Oh, yeah, blessed are the poor. Oh, Jesus came to feed you with riches. Are you here? You are so poor in your heart. You don't know Jesus. You have no faith in God. But today you can start a journey. You lift up that hand. Come, young man. Come here. Come, we pray together. Shekeri baganda ribosa. Yekara baganda ribosa. Kemila baganda.
piga magoti pale. Bwana Mungu, inua mikono yako juu yote mbili. Na urudie maombi haya sema: Bwana Yesu, mimi mwana wako na kurejea, nikubali jinsi nilivyo, naacha kwako, nioshe na damu yako, ifanye kiumbe kipya katika Kristo Bwana. Toka leo sauti, weka sauti sikusikii. Toka leo nimeamua kufuata wewe Yesu. Nisaidie Yesu, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu, nafsi hii naikabidhi mikononi mwako. Nimejisalimisha kwako, si kwa mwanadamu. Saidie kufanya uamuzi ulio bora. Ongoza hatua zake kila siku, aendapo arudipo aone mkono wako ulio hodari. Umetuambia heri ni wale walio masikini wa moyo, kwa sababu Bwana mbinguni watauona. Bwana, huyu amekata kauli kuona mbinguni, kwa sababu ameamini ya kwamba umaskini alio naye ndani yake anahitaji utajiri wako wa imani. Mjaze imani. Bwana, umesema ya kwamba ni heri wanaoomboleza, kwamba Bwana watapata faraja. Mfariji, kwa sababu amekuja mbele zako. Umuondolee hofu ya kila aina, ili aweze kujua ya kwamba Bwana u pamoja naye, na ajue katika Kristo yeye ni uhai, na ataishi kushuhudia wema wako katika nchi ya walio hai. Ninambarikisha katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na kanisa liseme Amen. God bless you. Thank you. Why don't you give Jesus a good hand clap? He's alive. Jesus is alive. Amen. We want to welcome the praise and worship to give us a number, please. Do something. Give us a good offering. We serve Jesus with it, because it is good to serve God with our substances. Amen. God bless you.
Heavenly Father, we thank you for your grace that has brought us this far. Thank you for your peace that worketh wonders in our hearts. All by that peace that passes understanding. These men have heard you say today that the greatest riches they will ever have is not external. Our desire is to have the eternal blessings, those that cannot be taken by anything, cannot be accessed by the thieves and the rust and the rot of this world. But that blessing that is eternal. For where our treasure is, the Bible says, there shall our hearts be also. Thank you, Father, for the giving of your people this afternoon. As we receive this offering, may you remember every giver. You that give seed to the sower and the bread to the eater. You've given this man something to bring. There could be someone in our midst who did not have. Provide for him next time so that he may have something to bring into your storehouse. May you bless us as we leave, as we go to our respective destinations. As we get there, shall be careful to thank you and to bless you. We honor your name. In Jesus' name, and the church say, Amen. 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 God bless, amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Amen. Thank you, praise and worship. May we all stand on our two blessed feet as we share these words of Psalms chapter number 20. Project for us Psalms chapter number 20. I want us all to read these Psalms together. Amen. Amen. New King James. New King James. Oh, the change in me. Sasa tutasoma the same. Okay, 1, 2, go. Let's start. 1, 2, go. Don't say you, the me. Put where there is you, put me. Amen. Hallelujah. Amen. May the Lord 1, 2, go. May the Lord Answer me in the day of my trouble. May the Lord of my God, the God of Jacob, defend me. Atuberekani. Sitaki kutolea hii baraka. Hii baraka ni powerful, eh? Psalms 20 verse 1. Kuendelea. Na Pascal tumefanyia kazi yote na usome tafadhali. Hata nimeka microphone chini. Ndio kila mtu asikie ile ingia imedonje. Hii ni New King James Version, sio? Iko sawa? Yes, iko sawa. Wewe sawa? Kabisa. Kabisa sawa. 1, 2, go. May The Lord answer me in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend me. May he send me help from the sanctuary. Kweli tumepotea? May he send me help from the sanctuary and strengthen me out of Zion. May he remember me. May he remember all my offerings and accept my burnt sacrifices. 1, 2, go 4. May he grant me according to my heart's desire and fulfill all my purposes. I will rejoice. 1, 2, go. I will rejoice in my salvation and in the name of my God. I will set up my banners. May the Lord fulfill all my petitions. Verse 6. Now I know that the Lord saves his anointed. He will answer him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Verse 7. Some trust in chariots and some in horses, but I will remember the name of the Lord my God. Verse 8. They
down and fallen, but I have risen and stand upright. Verse 9. Save, Lord. May the King answer me when I call. Amen. And now may the grace Of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom. We are having our Thursday extra oil service. Please help us to come as we continue with this service. This is a message of the Beatitude. I shall be continuing on Thursday because it's a long sermon. Amen. So please come. Let's continue. If you want more, it can be shared on that day. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord uphold you with his victorious right hand. As you go, may you be blessed, and you come back and you be blessed. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.